Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezungumza kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa akisisitiza msimamo wa Israel kuhusu vita vya Gaza, mamlaka ya Kipalestina na usalama wa kikanda. Hotuba yake imejaa nukuu za moja kwa moja ikijumuisha ushahidi wa kijeshi, malalamiko makali na matumaini ya amani. Netanyahu amesema kuwa vita dhidi ya Hamasi bado havijamalizika. Shukrani kwa azma ya watu wetu, ujasiri wa wanajeshi wetu na uamuzi wa kishujaa tuliochukua, Israel ilirudi kutoka siku zake za giza na kufanikisha moja ya ushindi wa kijeshi wa kushangaza katika historia, lakini bado hatujamaliza kazi yetu. Waziri Mkuu Netanyahu aliongeza kuhusu vita vya Israel na Iran mwezi Juni. Mapiloti wetu waliwashughulikia majeshi ya Iran, walidhibiti nafasi ya anga la Tehran na kushambulia maeneo yao ya nyuklia pamoja na majeshi ya Marekani. Vita hivi vitahesabiwa katika historia ya kijeshi ya Israel kama vya kishujaa. Netanyahu alikanusha ripoti za Umoja wa Mataifa kwamba Israel imetenda mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Ni swali rahisi, je, nchi inayofanya mauaji ya kimbari ingewaonya raia wake kuondoka kwenye maeneo hatarishi? Hivyo basi, madai haya ni ya uongo na Israel haijafanya mauaji ya kimbari. Waziri mkuu huyo pia alibainisha kuwa Hamas hutumia raia kama vizuizi vya kibinadamu na madai kwamba Israel imefanya mauaji ya kimbari hayana msingi wa kisheria. Netanyahu alikosoa mamlaka ya Palestina kwa madai ya ufisadi na kushirikiana na magaidi. Mamlaka ya Palestina inawapa magaidi pesa kuwaua Wayahudi. Kadiri Wayahudi wanavyouawa ndivyo mamlaka ya Palestina itakavyolipa zaidi, na waahidi mageuzi lakini hawafanyi lolote. Mamlaka ya Palestina imechafuka kabisa ndani yake. Hii inatokea huku Netanyahu mwenyewe akiwa anashughulika na mashtaka ufisadi na baadhi ya wanasiasa wakimwonya kwamba anatumia vita vya Gaza kwa maslahi ya kisiasa. Kwa upande mwingine, Rais Mahmoud Abbas alisisitiza kuwa Palestina iko tayari kushirikiana na Marekani, Saudi Arabia, Ufaransa na Umoja wa Mataifa kufanikisha amani Gaza, huku akihakikisha Wapalestina hawataondoka katika ardhi yao. Pia Netanyahu alizikosoa nchi za Magharibi zilizotambua taifa la Palestina. Kutambua taifa la Palestina baada ya matukio Oktoba 7 kunachochea mashambulizi zaidi dhidi ya Wayahudi na raia wasio na hatia. Kuchagua kutoa taifa la Palestina kilomita 1 kutoka Jerusalem ni sawa na kutoa jimbo moja la Marekani kwa Al-Qaeda kilomita chache tu kutoka New York baada ya Septemba 11. Baada ya kauli hiyo, wawakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa walionyesha kuunga mkono hoja hiyo kwa kupiga makofi. Netanyahu alidai kuwa baadhi ya viongozi wanakosoa Israel hadharani, lakini baadaye wanaishukuru kimya kimya. Kwenye siri, viongozi wengi wanaotutukana hadharani wanatuheshimu kwa jinsi huduma zetu za ujasusi zilivyozuia mashambulizi ya mara kwa mara na kuokoa maisha ya mamia ya raia wao. Hotuba ya Netanyahu ilimalizika kwa ujumbe mkali wa kijasiri. Mnamo Oktoba 7, maadui alijaribu kuzima mwanga wetu, lakini adhma na nguvu za Israel tumeziwasha zaidi kuliko hapo awali. Kwa msaada wa Mungu, nguvu na azima hii italeta ushindi wa haraka na mustakabali wa ustawi wa amani. Israel inalenga kuwa mnara wa maendeleo, ubunifu na teknolojia kwa manufaa ya binadamu. Mwisho wa kunukuu hotuba hiyo ya Netanyahu. Mimi ni Awadh Rashid.